hii ya leo tulikuwa na kongamano la watoto ambalo lilijumuisha watoto kutoka halmashauri zote 6 za mkoa wa Shinyanga. Kila halmashauri iliwakilishwa na watoto 3. Na lengo la kuwaunganisha watoto hawa siku hii ya leo ilikuwa kwanza kuwapa elimu mbalimbali, hasa kukumbushana juu ya haki za watoto, lakini kukumbushana juu ya ukatili mbalimbali, hasa ukatili wa mtandaoni ambao unafanyika. Na kikubwa zaidi siku hii ya leo tulikuwa na uchaguzi wa viongozi wa baraza la mkoa, baraza la watoto la mkoa. Baraza hili huwa linafanya uchaguzi kila baada ya miaka 2. Kwa hiyo mwaka huu ulikuwa ni mwaka wa uchaguzi kwa ajili ya kupata viongozi wapya. Katika shughuli hii tumeifanya tukilenga zaidi katika kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya mtoto wa Afrika, ambayo inatukumbusha juu ya haki za watoto, tulipo, tulikotoka na tunakoenda. Katika shughuli hii tumeweza kushirikisha wadau mbalimbali katika mkoa wa Shinyanga ambao ni mashirika ya serikali, wakiwemo TCRS, wakiwemo YWL, wakiwemo Camfed, Rafiki SDO, lakini na mtandao mzima wa mashirika yasiyo ya serikali ambayo yanajihusisha au yamejikita katika kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, ambapo mtandao huu unafahamika kama Shaiva. Kwa wote hawa wamehusika kuhakikisha shughuli hii inafanikiwa kwa mafanikio makubwa. Shirika la TCRS limehudhuria siku ya leo ya maadhimisho ya mtoto Afrika mkoa wa Shinyanga. Shirika la TCRS linatoa mchango wao katika jamii kwa kuunda pamoja na kuwezesha na kuvijengea uwezo kamati za mtakuwa, ambazo kamati hizi za mtakuwa zinajihusisha na kupinga ukatili kwa mama pamoja na mtoto. Kuwepo kwa baraza hili ambalo tumechagua siku ya leo inasaidia kwa sababu kwanza inaonyesha moja kwa moja haki ya mtoto, ile haki ya kushirikishwa. Hawa watoto watakuwa wanashiriki moja kwa moja katika kila swala ambalo litakuwa linajadiliwa linalohusu watoto, na hii kusaidia kwamba waweze kutatua changamoto ambazo zinafikia watoto, maana mara nyingi watoto hao watakuwa wanakutana na watoto wenzao. Napenda kuchukua nafasi hii adhimu kutoa taarifa ya utekelezaji wa majukumu yangu kama sehemu ya hitimisho la kipindi cha uongozi wa baraza la watoto wa mkoa wa Shinyanga kuanzia Juni 2023 hadi Juni 2025. Katika kipindi hiki nilibahatika kushirikiana na viongozi wenzangu wa baraza la watoto, watendaji mbalimbali wa serikali na wadau mbalimbali wa maendeleo katika kuhakikisha mtoto wa mkoa wa Shinyanga anapata sauti, heshima na nafasi ya kushiriki katika maamuzi ya mambo yanayomhusu. Katika kipindi cha uongozi nilifanikiwa kufanya mambo yafuatayo. Kwanza, nilichaguliwa kuwa mwenyekiti wa baraza la watoto Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2023. Nafasi ambayo iliniwezesha kuiwakilisha Shinyanga katika ngazi ya kitaifa na kuwa sauti ya watoto katika nchi ya Tanzania. Pili, baraza la watoto mkoa wa Shinyanga limeweza kushiriki vikao mbalimbali vya maamuzi, ikiwemo mtakuwa mpaka kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, hatua iliyowezesha watoto kutoa maoni yao kuhusu sera na mipango ndani ya mkoa na taifa. Nimefanikiwa kufufua na kuimarisha ofisi ya baraza la watoto mkoa wa Shinyanga ambayo ilikuwa ifanye kazi kwa muda mrefu. Sasa ofisi hii inatumika kwa shughuli rasmi za baraza la watoto na kuwa sehemu ya marejeo kwa watoto na viongozi wake. Nini madhara sasa ya huo unyanyasaji na ukatili unaofanyika mtandaoni? Kama ilivyo ukatili nje ya mtandao, ndivyo hivyo hata mitandaoni. Watu wa karibu kabisa wanaweza wakafanya ukatili huo, kama marafiki, wazazi au mtu yoyote anaweza akawa anajulikana au asiyejulikana. Tanzania si tuna watu wengi wasiojulikana Tunao, hatuna? Wanaweza wakafanya hivyo. Kwa hiyo tuwe makini sana tunapotumia hiyo mitandao ya kijamii, ituletee manufaa ili tuweze kufikia malengo yetu. Na kama nilivyosema, ni watu wa karibu kabisa wanaofanya haya mambo. Hii inamaanisha
Mtu kupitia mitandao ya kijamii anaanza kujenga mahusiano na mtoto mdogo na kumrubuni, hivyo kumwahidi pesa. Kama nilivyosema, mtu anakuahidi pesa nyingi ambazo wazazi wako hawajawahi kukupatia, na kwa sababu wewe ni mtoto na unatamana vitu vingi, unaingia kule kwa sababu labda umesikia anakwambia nitakupa 100,000 au nitakupa 50,000. Kwa mtoto kweli ile ni pesa kubwa akisikia, kwa sababu labda wazazi wake hawajawahi kumwambia watampatia hicho kiasi cha pesa. Hapo kwenye namna ya kujikinga na huo ukatili wa mtandaoni, kwanza natakiwa wewe mtoto ujisimamie wewe mwenyewe. Kama una smartphone, najua baadhi yetu hapa watoto wazazi wao wamewanunulia smartphone, hivyo natakiwa tujikinge ama tujilinde au tujikontrol namna ya kutumia hizo simu tulizopewa na wazazi wetu. Tusitumie tu kwa kufuata mkumbo kwamba fulani leo kaingia mtandaoni na mimi naomba sijui nifanye nini na nini. Tumia kwa ajili ya manufaa yako na uangalie, je, unapoitumia hiyo simu unapata manufaa gani ama faida gani? Kwa mimi nipende kuwakumbusha kama nyinyi wenyewe mlivyoelezea hapa, haki ya mtoto mmoja wapo ambao ni haki ya kulindwa, mjisimamie wenyewe kama mlivyoeleza. Si mnajua kulindwa unaanza kujisimamia kwanza mwenyewe. Lakini ikatokea bahati mbaya umekutana na kitendo chochote cha ukatili, toa taarifa mapema, usikae kimya, sawa Na ndio sababu tunapotoa elimu tunawakumbusha kutoa taarifa sehemu mbalimbali. Kwa mfano, anayekufanyia ukatili ni baba mlezi. Ukimwambia mama atachukua hatua kweli? Haya, umeenda shuleni, anayekufanyia ukatili ni mwalimu. Ukimwambia mwalimu kwa atachukua hatua? Kwa hiyo unaangalia na mazingira. Umefanyia kitendo cha ukatili nyumbani, toa taarifa sehemu ambayo utapata msaada. Usimwambie muhusika yule. Lakini pia tunamjuaje mtoto aliyefanywa ukatili? Unajua mtoto aliyefanywa ukatili kwanza anakuwa hana amani, anakuwa mnyonge. Ukifanywa ukatili utakuwa na amani kweli? Utakuwa na furaha? Utafurahia maisha kama watoto wenzio? Kwa hiyo mtoto anakuwa mnyonge. Hata ukimwona mwenzako mnyonge, kaa naye, rafiki yako, ongea naye, una shida gani? Zungumza naye mpaka aseme kinachomsibu ni kitu gani ili tuweze kumsaidia. Tunaelewana watoto Hizi haki za watoto mlizosema na kuzijadili kwa kina, ambazo ni haki ya kuishi, haki ya kuendelezwa, haki ya kulindwa na haki ya kushirikishwa, muhakikishe kwamba mnazipata kikamilifu. Lengo kuu ni kuhakikisha kwamba unapata haki yako na unatimiza ndoto zako katika kusoma. Tunaelewana? Lakini pia nyie kama watoto wa taifa hili mnapaswa kujifunza na kuelewa tunu za taifa. Tunu za taifa ambazo watoto mnapaswa kuzienzi na kuziishi ni kama ifuatavyo. Tunu ya kwanza ni utu. Wewe kama mtoto, kama mwanafunzi, unatakiwa kuheshimiwa utu wako. Tunaelewana? Kwa hiyo utu ni tunu ya kwanza ambayo taifa linaipa kipaumbele. Tunu ya pili ni uzalendo. Uzalendo ni kitu muhimu sana. Nyie kama watoto mnapaswa kuwa wazalendo kweli kweli, ili mtakapokuwa watu wazima muweze kuwa watu wanaotarajiwa kulitumikia taifa kwa moyo wa uzalendo. Tunu nyingine ni uadilifu. Mtoto wa Kitanzania sharti uwe mwadilifu katika hali yoyote ile, ukiwa nyumbani, shuleni, kwa majirani, uwe mtoto mwadilifu. Mtoto mwadilifu ni yule ambaye anatimiza wajibu wake, lakini pia anafuata sheria, kanuni na taratibu zilizopo katika jamii husika.